Prone. Wakati anasajiliwa Simba, alikuwa ni mchezaji ambaye taarifa ilitoka mapema. Maana kipindi kile tulikuwa tunaelekea michuano ya CHAN. Wakawa wamemtoa kwenye kikosi cha timu ya taifa ni Kenya, ndivyo. Simba kabidi wamtibie. Urejeo wake ulikuwa ni mechi dhidi ya wanetu wa Mbeya City. Akaweka first touch, first goal. Ni mtaalamu wa kufunga kwenye debut. Ni mtaalamu sana wa kufunga kwenye debut. Sababu debut yake ya kwanza Police Kenya, mechi yake ya kwanza Police Kenya alifunga. Mechi yake ya kwanza timu ya taifa ya Kenya alifunga. Mechi yake ya kwanza na Simba Sports Club akafunga. Kwa hiyo ni mtaalamu wa debut. Hiyo kodi ndio alonayo hiyo. Lakini baada ya hapo ni hospitalini tu. Simba anaweza kanufaika naye mbele ya Safari. Kwa mujibu wa ratiba namna ambavyo ulivyo. Bana leo mimi pia nimeshangazwa kidogo. Ameanza. Maana kwa kesi aliyokuwa ameipata kwa nje kwa muda mrefu. Yes, mimi si mtu wa kitabibu kiasi hicho, lakini kikawaida watu tunaona mchezaji ambaye ametoka kwenye serious injury ina lazima atakuwa na wastani wa dakika 5 kesho, kwa sababu huyu brain tofauti ya Mohamed Bajaber. Baadaye ngoja nikurudishe nyuma kidogo. Mwezi wa 8 kama si wa 9 nilimuuliza Etienne Dairagije issue ya Mohamed Bajaber, kwa sababu Etienne alikuwa kocha Mohamed Bajaber Police Kenya. Nakumbuka tulikuwa hapo KMC na nikamuuliza Mohamed Bajaber amekuja Tanzania akiwa ameumia, ni mchezaji wa kupata majeraha mara kwa mara? Jibu, Etienne akaniambia Mohamed Bajaber hii ndio injury yake ya kwanza, hajawahi kuumia. Kwa hiyo ile injury ambayo aliuguza wakati anajiunga na Simba ndio ilikuwa injury yake ya kwanza, na alinipa sababu kwa nini Mohamed Bajaber aliumia. Akasema ameumia kwa sababu alikuwa anafanya sana mazoezi. Yaani wakati msimu unaelekea mwishoni, Mohamed Bajaber aliongeza load ya mazoezi. Ile load ya mazoezi ndio ikamfanya aumie. Na mwisho siku imemweka nje kwa muda mrefu sana. Nikija kujibu swali lako la pili kwamba namna ambavyo anarejea kwenye timu na leo kuanza, Mohamed amepona kabla ya timu kwenda Mapinduzi. Amepona tangu mwezi wa 12. Aliingia game ya kwanza na Mbeya City. Baada ya hapo taratibu Mohamed Bajaber akaanza kupata game time katika mechi ambazo hazina uzito, zile mechi za Mapinduzi. Akacheza Mapinduzi, jambo ambalo lina almost tukija kupima sequence ya yeye kuwa fiti tunazungumza zaidi ya mwezi mmoja. Meaning kwanza kwake leo hakukuwa na shida. Kwa sababu tayari huyu mtu ameshapata time ya kutosha ya kurecover. Wenzetu mataifa yaliyoendelea ni tough game kama tunavyochukulia ligi kuu. Hizo Mapinduzi. It's about toughness. Yaani issue sio toughness. Sababu kama ukisema toughness it means huyu jamaa inabidi asubiri asicheze tena. Tough yani kitu cha kwanza unachomtengenezea mchezaji ni fitness level yake. Yaani awe fiti kucheza mechi, haijalishi atacheza mechi aina gani. Kwa hiyo ndio nilikuwa nakupa mfano. Wenzetu mataifa ya Ulaya ama mengine yaliyoendelea, mchezaji anayetoka majeruhi, ukiambiwa huyu mtu ameumia na ataka nje kwa miezi 2, yawezekana miezi 2 sina wiki 8. Yawezekana muda wa kuuguza jirani wiki 5 katika 8. Muda wa kuuguza jirani wiki 5. Muda wa kuanza mazoezi rasmi ni wiki 1. Hizo wiki 2 ama mazoezi rasmi anaweza kufanya kwa wiki 2. Hiyo wiki 1 inayobaki huyu mchezaji anachukuliwa nenda kuchezesha timu za vijana zile za reserve ama timu za under 20, under 21. Anapata game time kule kwanza. Baada ya kutoka kule ndio anarudishwa sasa timu ya wakubwa. Sasa imagine load ya kucheza timu za vijana kwa wenzetu na kuja kucheza ligi kuu, unaona hiyo gap. Kwa hiyo kwa Mohamed Bajaber alishacheza, amepata nafasi ya kucheza kwenye michuano ya Mapinduzi. Kwa hiyo kupata majeraha siku ya leo inaweza ikarelate na vitu ambavyo kama umegusa hapo, it's either hakupona kwa 100% ama katika muda wake wa recovery ama muda wa yeye sasa kuanza mazoezi mepesi akajikuta anaongezewa load ambayo pia imemfanya aumie tena siku ya leo. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye bahati mbaya sana amekumbwa na hiyo changamoto, ila so far naamini ni moja kati ya talent. Wana sizungumzi kwa bahati mbaya, kwa ligi yetu ni tough sana. Mechi za kinofufuni wakati mwingine track sana kuzicount, ila mbona game ya leo wale wajomba wako tough, unaona kabisa akifika of course ikafika. Kwa hiyo kama una serious injury sikatai hilo. Nachogusia ni kwamba nimekuelewa, huyu ashapata muda wa kucheza. Yaani haijalishi alicheza mechi nyepesi ngumu, lakini kwa sababu ashapata muda wa kucheza leo alikuwa fit kwanza. So langu pia ningekuwa kwamba kulikuwa kuna ulazima wa kumpa nafasi kiasi hicho. Au lazima ulikuwepo hapo. Okay, kama kulikuwa kuna ulazima kipindi cha pili umeona alichokifanya. Mzaa kudondoka. Okay, pasi anakimbia kuliko. Kuna pengo lolote pia kukosekana kwake maybe endapo itatokea na kukosekana mechi dhidi ya Esperance? Bahati nzuri Simba wamemsajili Libasa Gay. Okay. Libasa ni winga.
yawezekana mwalimu akaswitch, aidha akampa majukumu Liwasa kwenda kucheza ile flank ya kulia, Elia akacheza kushoto, ama Elia akacheza kushoto, Libasi akacheza kulia. Kwa hiyo kumkosa Mohamed Bajaber, Simba tayari ana replacement ya usajili mpya ambaye ni Libasi. Tupo kwenye matukio. Katika matukio haya uliyazungumza pia kiufundi na mbinu. Full time. The issue hayakuwa matokeo moja. Maana ni football. The issue ilikuwa ni discipline ya Simba. Ya chini mno. Simba watu wanaamini was poor. Ni sahihi. Ndio, Simba yani Simba unaweza kusema ubunifu tuweke max. Ubunifu ulikuwa ni changamoto kubwa kwa sababu hakukuwa na namna ambayo Simba ilikuwa inatengeneza mashambulizi in a sequence. Ninapozungumza in a sequence, hii ni team wana train, wanafanya mazoezi, wana philosophy ya coach. Kuna namna ambayo kuna timu ukikaa unajua kabisa hawa wanapika mashambulizi hivi. Mashambulizi yao mengi yatapita eneo la katari, lakini leo Simba kwa na sequence yote rasmi ya mashambulizi. Utulivu, motivation kwa wachezaji ilikuwa mbele. Motivation of course. Utulivu pia mipango na upambanaji. Ndio hiyo vyote vinatumikia kuonyesha motivation. Yaani ni kwamba hapakuwa na wachezaji wengi ambao walikuwa motivated kwenda kuyatafuta matokeo. Yaani wengi walikuwa very passive. Yaani ukimwangalia mtu kama Selemani alikuwa very passive. Ukigeuka eneo la katikati Simba alikuwa very passive. Yaani hakukuwa na yule mchezaji ama kundi kubwa la wachezaji ambao lina ile desire ya kuyatafuta matokeo alama tatu. Simba ya mechi Esperance de Tunis tarehe ngapi? 24. Ugenini. Ni hii ya leo ya Mtibwa Sugar ama kuna nyingine tuisubiri? Simba kabla kujibu swali la Esperance, Simba amecheza mechi 5 zilizopita. Ameshinda mechi moja pekee dhidi ya Mbeya City 3-0. Mechi yenye mazongezonge mengi. Amepoteza 3, amesare 1. Mechi rasmi za mashindano 5 zilizopita ukijumlisha na leo. Kwa Petro nyumbani 1-0, Stade Malien ugenini 2-1. Walokuja Mbeya City 3-0, Simba anashinda, kapoteza kwa Azam ligi kuu. Leo ana draw leo na Mtibwa. Kwa kwenye mechi 5 rasmi za mashindano hizo 5 zilizopita. Ka draw 1, kashinda 1, kapoteza 3. Mechi 4 zinazofuata za Simba. Home and away. Esperance de Tunis. Okay. Akimalizana na Esperance, Black Stars ya 3 hiyo. Akimalizana na Black Stars, ana Petro. Baada ya Petro ana KMC bila shaka. Kwa hiyo kwa KMC anaweza kahema katika mechi 5, si ndivyo? Hii ni sequence ya mechi 10 hapo, ina maana tumeongeza mpaka KMC ni mechi 10, si ndivyo? Ukimwongeza mpaka KMC ni mechi 10. Tukianza na kuanzia kwa Petro mpaka kwa KMC. Ni sequence ya mechi 10. Katika hizi mechi 10, maana baada ya hapo tena na TRA na Stade Malien mechi ya mwisho kabla hajaenda Mbeya kwa Prisons. Kuna kitu nimekinote kwenye maelezo yako. Ukiangalia kwa aliyeshinda na aliye draw, ndio ile anajua anavyoshinda. Ukiangalia alikopoteza ndio test ya CAF. Ndicho nataka nikujibu kwenye swali lako ambalo uliniuliza, hiki cha leo na Esperance tutegemee nini? Nimekupa mfululizo wa mechi za Simba. Alizopoteza, alizosare, alizoshinda kwenye 5 zilizopita. Sasa nimekwambia ameshinda kwa Mbeya City. Yes, ametoa sare kwa Mtibwa. Amepoteza kwa Azam. CAF level. Stade Malien. Tough games. Sio leo? Of course. Narudia tena hii statement. Amecheza mechi 5 zilizopita. Ametoa sare 1 kwa Mtibwa, ameshinda 1 kwa Mbeya City. Nice. Amepoteza game 3 ambazo ni Azam, level ya CAF, Petro, level ya CAF, Stade Malien, level ya CAF, tough games. Ana mechi 4 zinazofuata ambazo ni Esperance, home and away, CAF level, Singida, tunamweza hapo level ya CAF, Petro, CAF bado. Kwa hiyo majibu mnyama kama ni kubeti hapa on paper. Simba ana mechi ngumu mno. Tena it's not about level 2 ya CAF. Ugumu wa hizi mechi za Simba unaanza ndani ya timu yao. Hii back to back kucheza na Esperance inaweza ikazidi kuvunja moral, ambayo inawezekana msiwe vizuri kiufundi lakini mkacheza kwa moral. Mnaona Manchester United? Kuna muda United akicheza versus big teams anashinda, alafu najiuliza mbona leo ameshinda? Afu game ijayo na Brighton kula chuma. Kuna muda unakuwa vibaya kiufundi lakini mna moral ndani, mnashinda. Lakini Simba taratibu anavyocheza, moral inazidi kupotea. Sare ya leo
Yawezekana kwenye msimamo usione impact yake kwa hivi sasa, ligi bado inaenda, lakini sare ya leo inaua moral. Kwanza support ya mashabiki, lakini pili atmosphere ya wachezaji ndani ya camp. Una game mbili nyingine zinazofuata na Esperance. Guarantee ya Simba kushinda kwa kigezo hiki tu unaona ni ndogo. Bad enough tukija sasa kuzungumza kiufundi, hizi game Simba anaziendea vipi kiufundi? Bado utakuja kukuta tena Simba anaingia kwenye game zote 4 zilizobaki akiwa second team kwa Esperance home and away. Inawezekana malengo ya Simba ni kufanya vizuri kimataifa, lakini Esperance huyu pia anamtazama Simba kama weak link yeye kuchukua alama zote 6. Sio umeona? Kwa hiyo so far game ya Esperance inawezekana isifanane na ya leo, lakini sioni matumaini ya Simba kufanya vizuri kwenye mechi zote 4 zinazofuata hapa, yani hizo 3 za kimataifa na hiyo moja ya ligi kuu. Kwa hiyo wale ambao wanadai kwamba tupunguze matarajio, ndio muda mzuri, ni muhimu sana, wapo sahihi. Ndio muda mzuri sana kupunguza matarajio. Simba amepoteza fear factor, ile hali ya kuogopa kwamba mimi big team naingia kwenye game lazima mimi niwe yani chaguo la kwanza, so tunasema kwamba so second team. Nitakupa mfano wa hiyo issue. Wakati michuano inaanza ya Champions League, wewe na Ibrahim mliwahi kuniuliza hili swali. Ipi tathmini ya Simba kimataifa? Nilikwambia hizi team tena mli-generalize swali kwamba timu zetu naziona wapi, na mimi nilisema zote sioni ambayo itaenda robo finali. Kwa nini? Hizi timu zilivyokuwa zinacheza ligi kuu mwanzo wa msimu hazikuwa zikionyesha ule uhatari ambao wanao. Kuna muda it's not about, kama narudia tena, kuna muda sio ufundi. Kuna muda unashinda kwa sababu unaitwa fulani. Yanga alikuwa mbovu hapa kiufundi. Ulikuwa ukitazama Yanga ya Roman Falls, kuna muda unakaa unakuja unashtuka ni goli afu hujui limetoka wapi. Kwa sababu gani? Hawakuwa vizuri kiufundi, but walikuwa na hiyo motivation ya nje. Wanacheza versus wale wa Malawi wale mtimu wa kazi Roman. Roman yao nani? Silver Strikers. Anapoteza game ya kwanza. Game ya pili Yanga anashinda sio kwa sababu ana ufundi, shinda because of moral. Yani wanaandaliwa nje ya uwanja. Kuna muda unaitazama ile nembo ya jezi unasema bwana mimi mchezaji wa Yanga leo naenda kumtwanga huyu Silver Striker. Lakini ukiangalia performance yao ya Silver Striker kwa mbovu mno. Ila ndio ameshinda anaondoka. Hiyo fear factor tunayozungumza ina lie hapo kwamba kuna moment kwa kuitwa fulani mpinzani wako anaachana na changamoto zako za kiufundi, anaanza kuwaza kucheza na wewe kwa majina, kwamba naenda kucheza na Simba. Huyo mtu kweli ana changamoto zake za kiufundi ambazo kama coach unaziona kwamba huyu nikimpiga counter pale nafika, nikiline up hivi, nikiongeza mabeki, nikiweka hivi nafika. Lakini huyu mtu ndani yake anaili, huyu mtu ndani humo sijui ana nani, huyu mtu ndani humo ana nani, hawa wataniadhibu hawa, acha ni muheshimu. Unaweka timu yako chini, unasubiri kumshambulia kwenye matukio ambayo utakuwa umeyapata moja moja. Lakini the moment unaangalia kwenye timu, unaona changamoto za kiufundi 1 2 3 zipo, nani ataniadhibu hapa? Huoni mchezaji wa kukuadhibu, unafanya nini? Unaona kumbe inawezekana nikafika. Wana lose your fear factor, mwisho siku unajikuta kwenye game unaingia very confident. Na ukiwa confident versus Simba na Yanga, kuna moments zinatokea unaweza kuwafunga. Okay. Kafu kwa lugha ya rais huoni wakipenya wakifika mbali Msimbazi. Ndani huku tusijimalize. Maana muda mwingine wanajua wanavyoshinda. Ndani bwana tusijimalize sana. Lakini kuna wakati mtu unapata majibu sahihi. Ndani unakumbuka tulikuwa nilikwambiaje muda ule? Game kama hii, umo ndani wewe ni mbovu unatakiwa kudondosha alama, lakini unamwamba ambaye ameshika filimbi. Anatoa maelekezo. Leo una hofu yoyote na maamuzi? Maamuzi bwana kafanya fair, maamuzi alikuwa very fair. Okay, japo swali langu la mwisho si la ulazima sana. Becker watu walianza kumtabiria mapinduzi. Nani? Steve Becker. Vipi bwana hii swali? Brain narudia tena. Becker Simba ikifikia pala. Maana leo kimewadondosha Simba ni issue za kocha ama ni issue ya wachezaji? Najibu zote mbili. Narudia tena. Ila dakika moja, kwa dakika hii moja, kwa dakika hii moja au 1.5. Naomba 1.5.
Ili swali liwahi kuniuliza mndani, nakumbuka tulikuwa na Eben hapa. Tukakwambiaje? Steve amebeba mfupa mzito mno kuliko uwezo wake. Ndio. Mimi binafsi ni doubter kwa Steve. Mimi sio hater. Mimi ni doubter. Ni mtu ambaye nina doubt uwezo wa Steve. Sio kwa namchukia au lakini na doubt uwezo wa Steve Barker. Ni kocha ambaye Stellenbosch fresh. Lakini kwa uwezo wake na Simba na hii hali ya Simba sasa hivi, mimi bwana, mimi nimeshasema mimi boti sipani. Nakuwa Tomaso. Nasubiri afanye vizuri, na akifanya vizuri wallahi tena nitavua kofia, nitamsifia. Lakini at the moment mimi Steve nasubiri bado, because sioni magic atakayoifanya. Kwa hiyo akifutwa kazi utoshangaa kwa upande wa boti uliko wewe sasa. Boti niliyopo mimi akifutwa kazi Steve, it means wana second tu kile ambacho mimi nilikuwa nacho. Akifanya vizuri nasema tena Simba akifanya vizuri, ikitokea kaivusha Simba kwenye hatua, nitampa credit zake. Lakini so far mimi ni doubter kwa Steve. Sina imani na uwezo wake.